Mara kadhaa imezoeleka au kusikiwa kwamba vyombo vya usafiri hupata ajali, aidha kwa bahati mbaya au kwa uzembe fulani uliosababishwa na waongozaji vyombo hivyo. Pindi mtu anaponusurika na ajali katika chombo fulani cha usafiri, basi hubakiwa na hali fulani ambayo inamfanya awe na uoga juu ya chombo hicho au jambo hilo na muda wote wa maisha yake. Hii ni Global Makala. Leo tutazungumzia mwanadada mmoja aliyepona katika ajali 3 za meli kubwa duniani hadi akapewa jina la utani la Miss Unsinkable, yaani binti asiyezama. Binti huyu anajulikana kama Violet Jessop. Violet alizaliwa tarehe 2 Oktoba mwaka 1887 huko Pampas, karibu na mji wa Bahia nchini Argentina. Wazazi wake walikuwa ni wahamiaji katika nchi hiyo wakitokea nchini Ireland. Violet alikuwa ndiye binti mkubwa kwa wazazi wake, Catherine na William Jessop. Violet alipokuwa mdogo alishambuliwa na ugonjwa uliohusishwa kuwa ni kifua kikuu, ambapo madaktari walitabiri ya kwamba binti huyu angeweza kufariki, lakini haikuwa hivyo. Akiwa na miaka 16, baba yake alifanyiwa upasuaji lakini hakusurvive, hivyo alifariki dunia. Jambo hilo likasababisha familia yao kuhama na kurudi nchini Uingereza. Akiwa Uingereza alijiunga na shule, lakini wakati huo huo alikuwa akimtunza mdogo wake wakati mama yake alipokuwa kazini. Mama yake Violet alikuwa ni mhudumu katika meli. Kuna kipindi mama yake alikuwa mgonjwa, hivyo ikamlazimu Violet aache shule afanye kazi ya mama yake ili waweze kukidhi mahitaji ya kila siku katika familia yao. Hivyo akiwa na umri wa miaka 21, Violet akaanza kufanya kazi kama nesi katika meli ya Royal Mail Line mwaka 1908. Mwaka 1911 Violet akaanza kufanya kazi ya kuhudumu katika meli ya Royal Mail Ship Olympic iliyokuwa meli ya kifahari kwa wakati ule, na tarehe 20 Septemba mwaka 1911 meli hiyo iliondoka katika bandari ya Southampton nchini Uingereza, na kwa bahati mbaya iligongana na meli ya kivita ya Uingereza ya HMS Hawke, na kwa bahati nzuri hakuna vifo vilivyoripotiwa, na Violet akaendelea kufanya kazi hadi mwaka 1912 ilipohamishiwa katika meli ya RMS Titanic. Violet akaanza kufanya kazi katika meli ya Titanic tarehe 10 Aprili mwaka 1912, na hii ndiyo ilikuwa safari ya kwanza ya uzinduzi wa meli hiyo. Akiwa na umri wa miaka 24 tu, na tarehe 14 Aprili meli hiyo iligonga mwamba wa barafu kaskazini mwa Atlantic na ikazama baada ya masaa 2 na dakika 40. Katika masimulizi yake, Violet aliwahi kusema baada ya meli kupata ajali hiyo, ilimlazimu yeye kuongea na abiria ambao walikuwa hawawezi kuzungumza Kiingereza ili kuwasaidia kukaa katika sehemu nzuri na salama. Mara nyingi alitumia ishara kuzungumza na abiria hao. Anaendelea kusema kuwa baada ya yeye kupanda boti ya uokozi, boti namba 16, afisa wa sita msaada kutoka katika meli ya RMS James Paul, Violet anasema ikiwa ndani ya meli hiyo mdogo akae naye mwanamke aliyedhaniwa kuwa mama yake hakuonekana, alimnyang'anya mtoto yule na kukimbia naye huku akiwa analia pasi na kusema neno lolote. Baadaye Violet akapata kazi tena katika meli ya kijeshi ya Msalaba Mwekundu, ama meli ya kutoa huduma ya kwanza, meli iliyokuwa ikiitwa HMHS Britannic. Violet akaanza kuhudumu katika meli hiyo asubuhi ya tarehe 21 Novemba mwaka 1916. Wakati huo ilikuwa ni kipindi vita kuu ya kwanza ya dunia ikiendelea. Meli hiyo ilizama katika bahari ya Aegean baada ya kuteguka
ama kutegua bomu la kwenye maji lililotegwa na Wajerumani, hivyo mlipuko ukasababisha kutoboka kwa meli hiyo na maji yakaanza kuingia, na baada ya dakika 55 tu kutoka kwenye ajali hiyo, meli hiyo ikawa imezama kabisa. Katika ajali hiyo watu 30 pekee ndio walipoteza maisha kati ya watu 1066. Inaelezwa kwamba ilibaki kidogo sana Violet na wenzake kuuawa kwa pangaboi au propela za meli hiyo, ikiaminika ya kwamba propela hizo zilikuwa na nguvu ya kuwavuta wao, hivyo Violet ikamlazimu yeye kuruka kutoka kwenye boti ya uokozi, jambo lililosababisha kupata maumivu ya kichwa yaliyodumu kipindi kirefu cha maisha yake. Violet, mwanamama huyu, anasimulia ya kwamba watu wawili wengine waliokuwa nao katika meli hiyo waliwahi pia kuwepo katika meli ya Titanic, ambao ni Arthur John Priest na Aki Jewell. Violet alifariki tarehe 5 mwezi Mei mwaka 1971 akiwa na umri wa miaka 83 kwa matatizo ya moyo. Aidha, mwanamama huyu anakumbukwa kwa kusurvive matukio haya yote matatu, jambo ambalo si la kawaida, lililopelekea kupewa jina la utani la Miss Unsinkable, yaani binti asiyezama. Asante kwa kutazama video hii. Mimi naitwa Daniel Nangonga. Usiache kulike, kushare na kusubscribe, na tukutane tena kwenye video inayofuata hapa hapa Global Library TV.